Mtizami mtukufu, karibu kufuata taarifa habari katika lugha bora na tukufu la Kiswahili kwenye televisheni ya Raia. Ni kwamba vitu vya mtihani ya serikali nje ya kipindi, pia mitihani ya kitaifa ya kumaliza shule ya msingi tayari vimekuisha kupatikana hapa mjini Goma. Zilipokelewa hii siku ya Jumapili tarehe 25 Mei, naye mshauri waliwali mhusika na jambo za kielimu. Wale wahusika wote wameweza kutosheka na jambo hilo. Muda wa kipindi cha kwanza cha mkutano na waandishi habari kilichoendeshwa hii Jumapili tarehe 25 Mei, naye coordoneta makamu wa chama AFC M23 Bwana Bertrand Bisimwa. Wakati huu Bertrand Bisimwa alipata kujulisha uhusiano ambayo chama AFC M23 inayo naye rais wa zamani wa nchi hii ya Kongo Kinshasa Bwana Joseph Kabila Kabange. Imejulishwa ya kwamba yu ziarani hapa mjini Goma. Meya wa mji wa Goma Katembo Ndalieni Julien kahakikishia kuwa hali kiusalama imekuwa vema polepole hapa mjini Goma. Hii ni matokeo mazuri ya msako ambazo zinaendeshwa ndani ya kata mbalimbali za hapa mjini Goma. Alieleza hivyo Ndalieni Julien Katembo, na hiyo ni kutokana na ombi ya raia na wakazi wa mji wa Goma. Amefurahishwa na kuoneshwa kuwa polepole mtindo wa wizi ambao ulikuwa umeitwa 40 voleurs umeanza kufutwa hapa mjini Goma. Tumsikilize meya wa mji. La situation s'améliore. C'est-à-dire quoi? Si on peut comparer avant et aujourd'hui, la situation s'améliore davantage. Vous allez me poser une question comment? Et c'est-à-dire quoi? Ici à Goma, on a vécu 40 fois. Les quartiers Mabanga Nord, c'est la population qui a sollicité ces bouclages. Donc, la population, pour participer à l'effort. Mji amepata kujifasiria katika lugha la Kifaransa kueleza ya kwamba tayari ameona ya kwamba usalama umekuwa shwari pole mjini Goma. Kwa habari nyingine ni kwamba safari ya kuelekea Goma, Ruchuru, Lubero zimeweza kupitika bila hata usumbufu yoyote. Hapa waliotueleza ni wale wasafiri wa njia hiyo. Wamesema ya kwamba hakuna tena vizuizi barabarani, wanapita kwenye barabara hiyo. Wamefurahi kwani vizuizi vyote na kulipishwa ushuru vimeweza kukomeshwa na kuondoka kwenye barabara hiyo. Ni kwamba wale ambao ni wasafiri kwenye barabara hiyo Goma, Ruchuru, Lubero wameomba tu kwa wakuu viongozi kuweza kufanya vilivyo ili kuendesha ukarabati wa barabara hiyo. Michezo. Kwa habari za michezo ni kwamba mchuano ya amani ambazo ziliandaliwa na hapa mjini Goma, timu zitakazo shiriki kwenye mchuano hiyo tayari zimekwisha kujulikana kiisha uchaguzi iliyopitika kwa mtindo wa bahati nasibu na iliyoandaliwa na wale ambao wanaanzisha mpango hiyo ikuwa ni Attente ya mchezo wa kandanda hapa mjini Goma. Hivi tumejulishwa ya kwamba michuano hiyo itaanza toka wiki ya tarehe 7 Juni mwaka huu wa 2025 ijayo.
Kura ya michuano ya kandanda ya kinyang'anyiro cha Amani ilifanyika siku ya 5 tarehe 23 Mei kwenye chumba cha michezo Lifnoki ya Ligue de Football du Nord Kivu. Ilikuwa ni mbele ya umati wa watu kama vile wanamemba wa chumba hicho cha Lifnoki na Attente Urbaine de Football de Goma, hata na wanamemba wa maklabu 8 zote ambazo zitahudhuria katika kinyang'anyiro hicho. Pamoja walihudhuria kura hiyo iliyokuwa gisi mechi zitakavyopangwa. Matokeo ni kwamba DC Virunga itapambana na Kivu United, Dauphin Noir ya Pamjuni itakutana na Timu Gol, FC Goma Sport itapanda uwanjani na FC Mwangaza. Kwa upande mwingine ni AS Kabasha ndio itachuana na DC Espoir. Utafahamu ya kwamba ni timu 8 ndizo zitapambana ndani ya kinyang'anyiro hicho cha Amani ambacho kimeandaliwa na viongozi wa AFC M23. Hapa siku na masaa zote za mechi tarehe 7 Juni pasa 7 za mchana DC Virunga itakutana na AS Kivu United. Pasa 9 AS Kabasha itapanda uwanjani na timu DC Espoir. Siku ya 6 tarehe 8 pasa 7 timu Mwangaza itachuana na Goma Sport. Hiyo siku timu Dauphin Noir itapanda uwanjani na timu Goma Academy of Leader Amagol. Nusu fainali ya michuano hiyo imepangwa siku ya 3 kwenye uwanja wa Delinite. Itakuwa ni tarehe 11 Juni na mechi nyingine ya nusu fainali itakuwa ni tarehe 12 Juni mwaka huu. Utafahamu ya kwamba timu zote ziko katika mazoezi kwenye uwanja wa Delinite na kila timu ilipewa kabumbu 2 ili kuweza kujitayarisha vema. Fainali ya michuano hiyo itachezeka tarehe 15 Juni mwaka huu. Ni kwa habari hiyo ya mchezo ndipo hapo tunafika mwisho wa taarifa yetu habari. Asanteni kwa wote ambao walitutegea macho na sikio. Shukrani kwa wote ambao waliendesha ufundi hapa na pale. Tunasema asanti pia kwa wote ambao waliweza kututega masikio na kutufuata huko manyumbani. Tukimsihi Mwenyezi Mungu kuweza basi kutufanikisha wote, akitutolea maziwa, asali na mane. Kwaheri ya kuonana.